أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، رحمة للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين. Wapenzi wafuatiliaji katika channel ya kwetu Mwalimu Al-Habibi Yahya, nikizungumza kutokea hapa Dar es Salaam, Tanzania. Ndugu zanguni, tuone namna ya kutafuta hawas, nguvu, kutafuta, kwa lugha nyingine rahisi niseme namna ya kutafuta kukubaliwa kwa urahisi kama ni ombi, kuwa na nguvu ya ushawishi katika dawa, katika tiba na masuala mengine kama hayo. Ndugu zanguni, kama tunavyoelewa katika ulimwengu wa tiba, madawa na ulimwengu wa viumbe, ulimwengu wa kiroho, ni uwanja mpana sana na ni fani ambayo ina vita kubwa, yani baina ya watabibu, watu wa haki ambao wao hutaka kuwasaidia watu wenye shida na kuwaondolea madhila yao, lakini pia na wale ambao ni wachawi, pia washirikina ambao kazi yao ni kutesa watu, kuwaonea watu wanyonge, lakini pia kuwafanyia dhulma. Dhulma si mpaka mtu akudhulumu pesa, ndugu zangu. Mtu hata akikunyima usingizi wako, anakuja kukusumbua ukilala akakukaba, huyo naye kakudhulumu. Dhulma hata mtu ambaye akakuharibia ndoa yako, wewe na mke wako mnapendana, mmeshikana, kutia katika madawa na vitu vya ovyo, mkajikuta mnaachana, mkatengana, wewe ukamwacha mkeo, au mumeo akakuacha wewe, au wewe ndio ukawa sababu ya mumeo kukuacha, au wewe ukamwacha mumeo ukamkimbia, basi mtu huyo kakudhulumu upendo, haki ya kupenda au haki ya kupendwa, huyo mtu kakudhulumu. Kwa hiyo pia pana vita kubwa katika waganga, watu wa kheri, watu wa tiba, watibiaji, lakini pia na watu warogaji, watu wa shari. Lakini pia vita hii haikuishia kwa waganga tu na wachawi, lakini imeenda mbali mpaka baina ya majini na mashaitani. Pana majini wema, majini wa kheri, nao wanapigana vita na majini waovu na majini ya kishaitani. Kwa hiyo nimeona bora leo nitoe baadhi ya mambo ambayo unaweza ukayafanya ukapandisha hawasi yako ikawa kubwa. Kwani ukiwa na hawasi ndogo, moja kwa moja lazima vita hii itakushinda, lazima utashindwa. Kwa hiyo hawasi hii ni kutajia vitu ambavyo vinaweza kukupatia nguvu katika fani yako ya tiba au ya kiroho, mambo yako kaenda vizuri. Lakini pia ukawa una kabur au kubur, mambo yako mengi yakawa yanakubaliwa na Mwenyezi Mungu, ukisema tu inakuwa kun fayakun. Lakini pia njia ambazo watu wengi utafuta nguvu, yani utafuta nguvu kutoka kwa majini, kununua mahudamu. Kuna watu wengine wananunua majini, yote wanataka kupata power, na wapo wale ambao pata nguvu za kiucha Mungu. Ndio hizi ambazo nataka kuzungumzia. Unajua kuna zile nguvu ambazo mtu mchafu tu, si mwema, lakini ana nguvu, amenunua nguvu za majini, lakini mara nyingi hizi mwisho wake huwa hauwi mzuri, yani mwisho wake huwa hauwi mwisho bora, huo unakuwa mwisho mbaya. Lakini zipo nguvu ambazo ni nguvu za kiucha Mungu, kama utashikamana nazo, utazishika na kuzikubali, basi hawasi yako itapanda pasi na kununua jini wala kufanya jambo lolote lile. Ndugu zanguni, la mwanzo ni kudumu katika nyirati au baadhi ya nyirati. Kudumu katika baadhi ya nyirati kwa muda fulani, lakini pia nyiradi pia maalum, kwa muda maalum. Hili litakusaidia pia kupandisha kuburi yako au kaburi, dawa zako zikawa zina nguvu sana, na inshallah Allah akazitia kheri na baraka fiha, ndani yake. Mfano, kitu cha kwanza ndugu zanguni, ambao ni jambo la dharau tu ambalo alikuingia akilini, ni swala ya mtume. Ndugu zanguni, salatu nabii sallallahu alaihi wasallam, kumswalia mtume kuna fadhila ndani yake, kumswalia mtume ni jambo kubwa sana. Ukawa unasema tu Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wasallam, au Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim.
Hii dua hizi dua hizi swala ya mtume ni ina faraja. At least kila kwa siku ukasali hata mara moja. Mtume ni khairi khalqillah, mbola katika viumbe wa Mwenyezi Mungu. Mtume sallallahu al-khula, kipenzi cha Mwenyezi Mungu cha ndani kabisa. Anasema man salla salati wahida sallallahu alayhi ashara. Anasema mwenye kuniswalia mara moja, kamswalia mtume mara moja, na yeye atakutakia amani mara 10. Kama tunavyoenda kwenye makaburi ya masharifu tunataka amani. Wapo watu wanafanya hivyo. Wapo watu wanakwenda kwa mashehe wakubwa, wawashike vichwa tu wawasomee dua. Wapo watu wanataka kuabusu mashehe wakubwa. Sasa unaonaje Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwanza nani shehe kama mtume? Khairi khalqillah, ni mbola wa viumbe vya Mungu. Akakutakia amani, akasema mie Muhammad kipenzi cha Mwenyezi Mungu. Wanatuambia wanawazuoni ulama, Mwenyezi Mungu ana vipenzi vingi, au sampuli ya mapenzi ni pana sampuli za aina nyingi. Anasema kuna sampuli ya mapenzi Mwenyezi Mungu ameharamisha haya mapenzi wanadamu kupendana. Wanasema al-khula kama sikosea, al-khula kama sikosea. Wanasema mapenzi haya sallallahu alaihi wasallam, mapenzi haya Allah amekataza wanadamu wasipendane kwa sababu ni mapenzi yale ya juu ya kupitiliza. Anasema isipokuwa Allah katika dunia nzima viumbe wake wa mwanzo na wa mwisho wote ni vipenzi vyake. Sisi sote ni vipenzi vya Mwenyezi Mungu, lakini ana vipenzi vyake ambao hao ndo al-khula wake, yani hao ndo wanawapenda kupitiliza wote, yani hao umwambie chochote. Nao ulama wanatuambia ni mitume wawili, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, yani Nabii Ibrahim, pamoja na Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hao wawili ndo vipenzi vya Mwenyezi Mungu kupita walimwengu wote, binadamu na majini. Yani tukitoa binadamu na majini, hawa ndo vipenzi vya Mwenyezi Mungu ambao vimepitiliza, yani vimepitiliza kwa wale watu ambao huwa wanaingia darasani kusoma. Sasa hichi kipenzi cha Mwenyezi Mungu kikutakia amani, yani huyu mtume aseme ya Allah mimi fulani namtakia amani, naye namtakia amani fulani, utopata amani kwenye maisha yako, dhiki hazitaondoka. Ndio maana mashaikh wanasema swala mtume imenifanya nimenunua range, nimenunua magari. Si urongo. Ukifanya kwa imani na yakini, swala ya mtume yaweza kukuondokeshia ufakiri, yaweza kukuponya maradhi, salatu nabii sallallahu alaihi wasallam. Lakini yakini imekuwa haiko, imani haiko, tuwafanya kwa kujaribu, tuwafanya kwa uvivu, tuwafanya tu kama vile kazi ya kulipwa tu, kama nafanya ili nipate kitu fulani. Lakini swala ya mtume ni katika nyiradi nzuri za kupandisha kuburi dawa zako. Na hii mara nyingi vizuri ukisoma katika salatu subh, yani hata ukiamka ile subh ukawa kimswalia mtume. Nadhani tunaelewana vizuri. Lakini pia nyiradi nyingine nzuri kabisa ndugu zanguni ya kusema hata katika baada ya salatu al-asr, man taraka salatu al-asr faqad habita amaru, mwenye kuacha swala ya alasiri vimefutwa vitendo vyake vyote. Kwa nini iwe ya alasiri na isiwe ya asubuhi ya saa ngapi? Kwa sababu hii ni swala nzito sana. Yani hata sisi watabibu tunajua, yani kile kilichomo katika swalatul, kile kilichomo katika swalatul baada swalatul asri, pale katikati pana mambo makubwa. Hasa tunahusiwa pale katikati tukawa tunasoma uradi huu hapa: ya Karim, ya Karim, ya Karim, at least mara 500 times, at least mara 500 al-asr, at least mara 500. Ya Karim, ya Karim. Wallahi Allah atakukirimu kwenye dawa zako, Allah atakukarimu kwenye chakula chako, kwenye malazi yako na kwenye familia yako. Kwani hakuna mfariji wa kweli isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu mmoja peke yake. Sisi sote sijui mganga nani, wote sisi ni dhaifu tu, wachafu, vinyalagika. Allah ndo mfariji peke yake ya zal jalal wal ikram. Alizu
hii hadithi ya mtume muwatafute watu watafsirie. Alidhu biyadha aljalali wal ikram, mtafute watu watafsirie hii hadithi. Wal ikram, sema ya karim, ya karim, afu utaona sasa, utaona. Lakini katika salatu dhuhur, nimeruka hapa salatu dhuhur vizuri sana, ukadumu na uradi huu hapa, ya samiu ya wadudu, ya samiu ya wadudu. Hii hata wewe unatumia dawa ya uongo mtu akuongopee, kama wewe unadumu na hizi nyarati, basi itakuwa ya samiu ya wadudu. Ndugu zanguni, haya ni mambo, yeye ndo mwenye kusikia, Allah yeye ndo peke yake mwenye kusikia. Sasa ukidumu at least mara 300 hizi nyarati mbili, ya samiu ya wadudu, ya samiu ya, at least 300 times, mara 300, mara 300 ukadumu baada ya salatul dhuhur. Insha Allah, Allah tulipe sote. Baada ya salatul maghrib, kama utaweza kudumu na uradi huu hapa huu, ya rahim ya rahim ya rahim, wallahi Allah atakurahimu peke yake, mwenye huruma, ana huruma. Hivyo udumu na maneno mazito kama haya, usipate kubur, usipate kaburi kwenye dua zako, haiwezekani ndugu zangu, haingia akilini. Ya rahim, tena hii hapa, hii rahim maana yake ni inatenganisha baina ya wewe na waovu, kwamba Allah yeye ukisema Ar-Rahman, ya Rahman, ukiomba kupitia uradi huu, Allah atakupa wewe nguvu, na wale wachawi wako watawapa nguvu, kwa sababu yeye ni Ar-Rahman. Rehema yake haina mipaka, haizuiliwi na uovu wa mtu wala madhambi ya mtu. Lakini katika dua zako kama utatumia ya Rahim, Allah ataangalia wewe na wao nani mkorofi, wewe na wao nani mwema. Kama ni wewe mwema atakupa, wale atawadhalilisha, kwa sababu Rahim imetenganisha kwamba Allah huwa anawarehemu wema peke yao. Ukisema Ar-Rahman ni sawa sawa na swala la kula chakula, wachawi wanapata chakula wanakula tena vizuri tu, wasio wanaologwa wanakula, wasiologwa wanakula, yani hii riziki inakwenda hivyo. Baada salatul maghrib, ya Rahim at least mara 700 times. Baada salatul isha, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Ewe uliye hai mwenye kusimamia majambo, birahmatika, kwa rehema zako, astaghith, nahitaji msaada. Wallahi Mwenyezi Mungu atakuafu, wallahi billahi. Baada salatul isha, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Ufanye mara 400. Hizi nyiradi chache, hata hivi nimesema hivi kwa sababu ni hivyo, lakini nyiradi chache, usizidishe usipunguze. Zingatia maneno yangu. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghithu, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghithu, birahmatika astaghithu, birahmatika astaghithu, birahmatika astaghithu, birahmatika astaghithu, birahmatika astaghithu. Wallahi billahi utakuja kuniambia. Hizi ni nyarati ambazo utazifanya at least kwa muda wa siku 7. Lakini ikiwa una malengo makubwa, malengo yako si madogo, safari yako kubwa, unataka ufike kiroho, ufike mbali, nitakutajia na nyaradi za kudumnazo usiku tu, ambazo at least udumnazo kwa muda wa 6 months, miezi 6. Kwanza, kila usiku hakikisha unaswali tahajjud, salatul laila, kwa rakaa 12. Na hizi rakaa 12 uzigawanyishe kwa rakaa 2. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasemaje? As-salatul lail, hadithi ya Mama Aisha, masna. Swala ya usiku ni 2, rakaa 2. Kila siku at least
unaswali rakaa 12 za sunna yenye qiyamul layl tahajjud. Lakini pia swali rakaa 11 za witri. Swali rakaa 11 za witri. Swali rakaa 11 za witri. Rakaa 11 kivipi? Witri inafahamika, witri si rakaa 11, subhanallah. Witri inafahamika ni kuanzia 1, 3 ngapi? Sasa wewe unaweza kuzigawa. Utakapoamua kuzigawa wewe, kama utaamua witri yako unagawa kwa rakaa moja, basi hiyo moja iswali mara 11. Lakini pia swali sunnatul haja rakaa 2. Swali rakaa 2 sunnatul haja, alafu ukishatoa salamu sema haja zako unachotaka wewe unataka. Baada ya hapo fanya istighfar mara 1000. Fanya istighfar mara 1000. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Muweni ni wenye kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu, mmemkuta Mungu ni mwenye kusamehe. Anasema yursil samaa alaikum midlala wa yumdilukum bi amwali wa banina, mpaka mwisho mpaka mwisho. Nadhani bila shaka wallahi imenitoka yakini mpaka mwisho, nishaisoma humu. Ukisoma hii istighfar mara 1000 itakupatia mali, itakupatia watoto, itakupatia mambo yako kunyooka, na msamaha pia utasamehewa. Lakini pia usiku huu hakikisha unamswalia mtume salatu nabii mara 100. Lakini pia hakikisha unadumu na kalimatu tauhid, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Soma hii mara 1000, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa. Kisha kila siku usome nyiradi hizi, yani kila siku hakikisha unasoma nyiradi hizi kila siku. Alafu ikifika siku ya Jumapili dum na kusema ya Malik, ya Malik, ya Malik, ya Malik at least mara 100. Na Jumatatu dum na kusema ya Qudus, ya Qudus, ya Qudus. Sasa hizi unakuwa unazisema mchana. Sasa hizi unazisema mchana, ya Qudus, ya Qudus, ya Qudus mara 1000. Na Jumanne ya Hayyu, ya Hayyu, ya Hayyu mara 1000. Na Jumatano ya Allah, ya Allah, ya Allah mara 1000. Yaumul khamis, alhamis, ya Mujib, ya Mujib, ya Mujib, ya Mujib mara 1000. Yaumul Jumaa, siku ya Ijumaa, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Hakikisha unasoma mara 1000. Nyiradi hizi zote uzisome kwa muda wa miezi 6 mfululizo, na insha Allah utakuja kunishukuru.